Bwana Yesu Kristo mwenyewe kwa kumtokea na kumwagiza Sista Margarita Maria Alacoque alipokuwa akiabudu Ekaristi Takatifu kwa saa 24 mwaka 1693. Kwa hiyo sista huyu alikuwa na mwabudu Yesu Ekaristi kwa masaa 24. Kuabudu kwake kule Bwana wetu Yesu Kristo alifarijiwa, aliponywa majeraha yaliyokuwa katika mwili wake. Akamtokea Sista Margarita Maria Alacoque, akamwagiza na kusema, ninateseka kwa jinsi ambavyo wanadamu hawathamini upendo wangu kwao. Natamani moyo wangu upendwe, uabudiwe, utulizwe, upewe shukrani. Moyo mtakatifu wa Yesu upendwe. Maana yake nini? Bwana Yesu anampenda sana baba yake, nasi kupitia yeye baba yake anaonyesha upendo kwetu kupitia kwa Mwana. Kama anavyotupenda, anataka atuwashie moto mapendo ambayo unakuwa ndani ya moyo wake, ili mioyo yetu iliyo baridi ipate joto na upendo wa kuondoa maovu, chuki, moyo wa kutosamehe, moyo wa kutotubu, majivuno, chuki, hasira na mambo kadha wa kadha. Hivyo kupenda moyo wa Yesu Kristo ni kutimiza yale yote yanayochochea mtu kutenda dhambi na kumwacha Mungu katika hali zote. Kumbe basi, kwa kwetu Yesu wa Ekaristi kuna mbariki Bwana wetu Yesu Kristo, kuna mpoza mtume yake. Lakini nini maana ya kuabudiwa? Anasema Bwana Yesu anapenda sana moyo wake uabudiwe kupitia Yesu wa Ekaristi, kama yeye alivyojitoa bila kujitakiza, akateswa na kusulubiwa msalabani mpaka kifo cha aibu kwa ajili yetu na wakosefu wote ulimwenguni. Shauku yake kubwa ni kuvunja ufalme wa Shetani na kutuweka karibu na yeye. Kumbe basi moyo huu unahitaji kutulizwa. Lakini kana kwamba itoshi, moyo wa Yesu anasema anahitaji atulizwe. Atulizwe vipi? Bwana Yesu anataka moyo wake utulizwe kwa machungu ayapatayo kutoka kwetu wanadamu ambao hatuitambui thamani yake ya sadaka yake aliyoitoa kwa kuteswa, kufa, kifo, mateso makali. Badala yake ulimwengu unaishia shukurani ya matusi, madharau, fedheha, kejeli, makufuru mengi mno. Kwa mfano, badala ya kumshukuru tunamlipa matusi, na kupokuwa tukijiita Wakristo wake yeye, lakini tunatenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Mfano, ushirikina, kutumia jina lake vibaya, kuwapa na kadhalika. Badala ya kumpa heshima, tunaenda kinyume na mapenzi yake kwa kudharau sakramenti zake, kupokea tukiwa na dhambi, kutohudhuria ibada takatifu kwa uchaji, kutotubu dhambi kwa wakati na kadha wa kadha. Lakini kana kwamba haitoshi, badala ya kumsifu tunamkejeli, tunamdharau na kumdhalilisha. Mfano, ibada ya misa inapoadhimishwa kila siku, Yesu hushushwa altareni na mapadri, lakini watu hawaoni wala kujua umuhimu wa misa. Matokeo yake kufuata taratibu zao za maisha kama vile vikao, kuimba kwaya, kutafuta pesa na hata kupuuzia kusali sana nyingi. Sasa hivi tumekuwa na changamoto, simu zetu hizi unakuta kwenye ibada ya chache. Kwa hiyo hatuna uchaji wakati wa sala au wakati wa ibada. Yesu anaumia, moyo wake unapata shida. Kumbe basi, kwa kufanya ibada ya kumwabudu Yesu wa Ekaristi, Yesu anatulizwa. Lakini sasa kwenye picha ya sanamu ya mtakatifu wa Yesu pale huwa kuna moyo, lakini kwenye ule moyo kuna msalaba, kuna mwako wa moto umeuzunguka ule moyo, lakini kwenye moyo kuna taji la miiba limeuzunguka ule moyo, na ukiangalia kwa pembeni chini ya moyo pale, nadhani kwenye wetu ya pili tunapita kule nyumbani. Angalia pale kwa pembeni kwenye moyo wa chini kuna damu inatiririka. Pale kuna kovu ambapo Bwana Yesu alichoma mkuki na yule askari.
ule mkuki ulipenya mpaka kwenye moyo, upenda kuchoma ule moyo, na kwenye Injili huwa tunasoma na ndivyo tunachoamini, ile raha ilitoa damu na maji. Sasa yamkini hatujui hii nembo ina nini, maana yake ni nini, na anaweza akakutegea kwa hebu niambie, umeweka picha nzuri, umepata mgeni pale, au hata wewe mwenyewe tunapenda kwa eti baba, hii picha ina maana gani? Unaweza usijue, ukasema ni picha tu, lakini ile picha ina tafsiri yake. Kama tukishaka kidogo hapa, kanuni. Kwa nini Bwana Yesu alianzisha ibada ya utakatifu wa Yesu? Bwana Yesu Kristo katika mwaka wa 1673 tarehe 31 Disemba kuamkia mwaka 1974 alitokea Sister Margaret Maria Lacote, akamwonyesha moyo wake ukiwa na alama 5 ambazo ni mstari kwamba ni msalaba, mwako wa moto ule unaozunguka moyo, taji la miiba, alama ya jeraha katika moyo wake, na miale ya nuru kuzunguka moyo wake. Sasa basi, ule mwako wa moto unaozunguka ule moyo, unasema alama hii ni upendo wa Mungu kwa wanadamu ambao aliudhihirisha kupitia moyo wa mwanaye mpenzi, ili moto huo upashe mioyo ya wanadamu iliyobariki kwa moto wa mapendo. Kwenye Pentekoste kuna ile sequence ya Pentekoste, si ndio? Watu wanasema pasha moto ukali, si ndio? Yeah. Tunapashika, lakini tukipashwa au huwa ule wimbo mimi huwa unaniuliza sana katika kuimba ile sequence, kwa sababu kila ubeti unakuelekea wewe. Sidhani kama huwa tunaimba kwa hisia na kuponya majeraha. Pasha moto ubariki, wape waamini wako wenye tumaini kwako, fadhili zako zote sawa, wape taji ya fadhila. Sasa ingekuwa tunapoimba walau pia ubeti, jirudie niulize wewe, pakavu petu sasa nasema pakavu pangu ni wapi? Yamkini wewe ni mkavu kwenye uongo, ni mkavu kwenye masengenyo, ni mkavu kuvuta dhambi, ni mkavu kuungama kwa mazoea, ni mkavu kupokea kwa mazoea. Sasa huko Yesu alikuwa anakuumia, moyo wake unaumia. Alama ya taji la miiba, alama hii ni ule mwiba aliovalishwa wakati wa mateso yake, ambao leo hii umekuwa kuchoma moyo wake tena. Tunapomrudishia madharau, matusi, makufuru, tunakuwa tunauchoma moyo wake kwa miiba kwa mara nyingine. Moyo unaumia. Kwa hiyo tunajua, sote tunajua, mimi na wewe tunajua tunakwama wapi. Alama ya msalaba, alama hii ni unyenyekevu wa Yesu Kristo alivyokuwa mtii mpaka kufa kifo cha aibu msalabani, kwa kuzibeba dhambi zetu ili kutukomboa katika moyo mtakatifu. Kama alama hii ni kualika waumini wote kuacha dhambi na kuguza moyo wake kwa sala, majitoleo na matendo ya huruma. Sehemu mojawapo ya wanamoyo mtakatifu wa Yesu kwa matendo ya huruma, kujitahidi kutokukaa na dhambi kwa muda mrefu, kuungama mara nyingi. Katika vitabu vya historia ya mtakatifu Margaret Maria Lacote alikuwa anaungama mara 24 kwa siku. Kutoka kwa muungamishi wake, akitoka tu amewaza, anarudi muungamishi anaungama. Akikaa baada ya masaa mawili, anaweza mtu kumpiga kibega amesota, anarudi. Sisi tumejipambana sana, tunasema ni ungama Jumamosi ili Jumapili nilikominde mpaka hii Jumatatu au Jumamosi tena. Wiki nzima hapa, hii misele yote ya wiki nzima tunakuwa salama kweli? Sio kweli. Si ndio? Aidha umeapa kule kwenye jina la Mungu wako, unasema uongo, ukidhani unajitetea na kadhalika na kadhalika. Sasa mimi kitu tunafanya kwa mazoea ya dini. Kwa hiyo ndio maana
jeraha katika moyo wake bila kufa. Alama hii ni unyenyekevu wa Yesu Kristo alivyokuwa mtii mpaka kufa kifo. Alama ya jeraha, alama hii ni mlango wa kanisa ambao ndimo zilizozaliwa sakramenti zote za kanisa, kwani baada ya kuchoma ubavu wa mkuki ulipenya mpaka moyoni na mara ikatoka damu na maji, ambapo maji ni sakramenti ya ubatizo na damu ndio sakramenti za kitubio ya Ekaristi Takatifu, tukalimana ndio upatanisho. Kwa hiyo jeraha ndipo na mkuki ulipopenya ubavu mpaka kwenye moyo, ndio zikatoka zile sakramenti. Sasa ile ndio nembo, na nembo ile ambayo wanapokuwa tunavaa hii beji, sio kwamba imetengenezwa tu. Kwenye kile kitabu cha maisha ya Maria Margarita Alacoque utakuta alitokea na Bwana Yesu akamwelekeza, naomba mtengeneza kitu hiki, kitakuwa hivi, kitakuwa hivi, na kila kitu maana yake kama alivyoelekeza. Kwa hiyo hata hizi beji wana moyo, sio ukivuta hivi, ndio maana hata hiyo hazini moyo. Hata unaenda kwenye maduka ya stationery za Catholic ukasema nataka beji ukapewa. Juzi kwenye misa hapa ndio wale watu watatu walioitwa zile. Ni baada ya kupata mafundisho kwa kipindi kirefu, miezi 3, 6, hata mwaka wa kwingineko kwa bado hujalipa vizuri. Na baada ya hapo sasa ngeli zitaagizwa toka Chingoni au makao ya Ekaria na zinakuja zitabarishwa kwa ibada maalum. Na kama wale waliokuwa wasikia hapo kwamba unauza uko tayari kurudisha beji kwa kiongozi wako endapo utakosa kutii maelekezo ya shirika, nasema ndio, niko tayari. Kwa sio fashion tu, kama na mimi nisipendeza, kama naomba na mimi hatuwezi hivyo. Ndio maana ya kile mimi huwa nafikiria kwamba mtu anajitafakari sana, na ni vizuri kujitafakari kama wewe unajiunga na shirika la moyo mtakatifu, moyo mtakatifu. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaendeleshana hivi tukitamani tumpendeze Bwana Yesu, sio kumpendeza tu, lakini kama nimesema, apendwe, aheshimiwe, aabudiwe, apewe shukrani. Bwana Yesu alipokuwa anateseka pale Getsemani, akihangaika katika mateso makali, akifikiria mateso yaliyo mbele yake, kibinadamu alikata tamaa kabisa. Akasema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kivuke, lakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo. Sehemu pekee iliyobaki pale ni nafsi ya Mungu aliyokuwa nayo na Bwana Yesu Bwana Mungu alipokuwa akimpambania. Aliporejea kwa wanafunzi wake ambao zamani ndio kampani sasa, ambao ingesali naye, imeshika kusali naye walau saa moja. Na ndio muda ambao tunahudumia hapa. Ndio tunahudumia Yesu. Saa moja. Yesu alipokuja. Lakini hata saa moja katika ile hakuna alipatikana. Sio kwamba alipatikana ila tunapotezea. Kwenye makanisa ya Yesu ya Ekaristi, basi mtu anakuwa na huru muda wote kwenda pale kesha na asubuhi. Kwa sisi ambao tunajenga makanisa ya familia, basi kila Alhamisi saa moja tukuja. Jumapili nilitoa mfano wa bwana mmoja ambaye hakuwa Mkatoliki. Kanisa alikuwa kama sio makanisa mbele, alishiriki kongamano la Ekaristi Takatifu, akawa amegundua kuna siri nzito kwa Yesu Ekaristi. Kwa akawa anapita, anakwenda kazini, anapita kwenye kanisa la Yesu Ekaristi, anaingia kwenye Yesu kusalimia. Anaenda kwenye kisanduku, anatoa sadaka yake, anaenda kwenye majukumu. Jioni anaporudi anapita pale, Yesu kupita kushukuru, kupita shughuli zangu kwa lazima narudi nyumbani kupumzika, asante. Toa sadaka na Mungu. Roho wa Bwana mfuatilie. Sio wewe sio Mungu. Kuna Mungu wangu ndio unyonge ndio sababu mimi si Mkatoliki na sina mambo ya Katoliki. Lakini niliyoyaona kwa Yesu Ekaristi huyu, Yesu Ekaristi wenu ni kwa Bwana. Ametendea mazuri. Sasa Wakatoliki ya pili hatuoni au tunaona kama hivi. Mwaka 2019 naona kidole changu ilikuwa kizima kama kiganja.
nilipata changamoto na mimi nilichoma hapa. Dole kinyuma karibu miezi 8 akiponi. Dole kilianzia huko kiangalia mfuko unaonekana. Nikaja kuona kwa Yesu Kristo. Nilitembea kwa doka anasema ni dudu wenye mambo yao na mjao siku na mzizi gani wao na kachume sukua wao unapaka nilihangaika mpaka nikakata tamaa. Siku moja kwa kwenye misa ya shukrani ya mavuno ya Kana. Watu wakanijia. Yesu aliponya magonjwa mengi mpaka kwa watu. Sasa Yesu anasema hapa leo. Hakika naamini ataniponya. Wakati wa kuominga, nikapominga na kupokea Ekaristi, nikamega kipande kidogo. Nilipoenda kukaa nikamaliza kukula changu. Siku 3 tu ndio Moyo mtakatifu wa Yesu, ufalme wako ufike. Moyo mtakatifu wa Yesu, ufalme wako ufike. Moyo mtakatifu hii itusaidie. Tuulize moyo wa Yesu. Kama sio kutumia kushirika, basi tumechukua Yesu Ekaristi kila tunapoona. Msifu Yesu Kristo.